Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tunaendelea katika ukurasa wa 38 katika faida ya hadithi ya 5. Katika faida ya 5 aliposema muandishi, salahul qalbi, kusilihi kwa moyo. Yatawakafu salahul jasadi, inahitajia kusilihi kwa kiwiliwili, ala salahil qalbi, juu ya kusilihi moyo. Ili mwili uwe mzuri usilihi, basi inahitajia juu yake kusilihi kwa moyo. Liannahu, kwa sababu hakika huo moyo, ahamu udhin fi jismi linsani, ndio kiungo muhimu katika kiwiliwili cha mwanadamu. Wa hadha, na jambo hili, la khilafa fihi, halina khilafu ndani yake. Minan nahiyati tashrihiyati wa tibbiya, katika upande wa elimu ya at-tashrih, ilmu ya upasuaji wa mwili na uchunguzi, wa tibbiya, na utabibu. Wa minal muslim bihi, na katika mambo yenye kukubalika. Wa minal muslimi bihi, katika mambo yenye kukubalika, anna alqalba, kwamba hakika ya moyo, huwa masdarul hayati almushahada lilinsani, ndio chimbuko la uhai wenye kushuhudiliwa ama wenye kuonekana kwa mwanadamu. Wa talama, na muda wa kuwa, huwa salimun, huyo mwanadamu wa talama, na muda wa kuwa, huwa salimun, huo moyo umesalimika. Yadhahu dam, inaenea damu, bintidhamin, kwa nidhamu maalumu, ila jamii a'dha'il jismi, katika viungo vyote vya mwilini. Fal insanu bi khairin wa afya, basi mwanadamu yupo katika khairi na katika afya. Wahtaja Shafi'iyatu, na wamefanya hoja wanavyoni wa madhhab ya Imam Shafi'i bihadha alhadithi, kwa kutumia hadithi hii, ala anna asla alaql fi alqalbi, kwamba hakika asili ya akili ni katika moyo. Wa ma fi ra'si minhu, na ile iliyokuwepo katika kichwa, minhu, inatokana na moyo. Fa innama huwa min alqalbi, kwa hakika si vingine vyovyote akili ni kutokana na moyo. Wastadallu, na wakatoa hoja na wakatolea dalili, ala dhalika, juu ya msimamo huo, biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo lakini la yafqahuna biha, lakini hawafahamu kwa hizo nyoyo. Kwa hiyo hii ndo wakaifanya ndo dalili ya msimamo wao huu. Wa hukia mithlu hadha, na pamesimuliwa mfano wa maelezo haya, anil falasifati wal mutakallimina, kutoka kwa wanavyoni wa falsafa, falasifa, watu wa filosofi, na almutakallimin, kwa maana wanavyoni wa ilmu alkalami. Wa amma madhhabu Abi Hanifa radhiyallahu anhu, ama madhhabu ya Imam Abu Hanifa, fahuwa anna al-aqla fi dimaghi, kwamba akili ni ile ambayo ipo katika ubongo. Sawa. Wa hukia mithla hadha anil atibai, na imesimuliwa mfano wa maelezo haya kutoka kwa matabibu. Wahtaju, na wakatoa hoja, wakafanya hoja, bi annahu, kwamba hakika, idha fasada dimaghu, itakapofisidika ubongo, fasada al-aqlu, basi na akili nayo imeharibika. Walladhi yadhhar, na jambo ambalo ni lenye kudhihiri, jambo ambalo linadhihiri katika maelezo haya, min ilmi tibbi, kutokana na elimu ya utabibu, wa tashrih, na elimu ya kupasua mwili, alhadith, ya kisasa, elimu hii ya kisasa, alhadith, anna masdaru takfir, anna masdara tafkiri, kwamba chimbuko la kufikiria, almubashir, moja kwa moja, inma huwa fi dimagh, hakika si vingine ni katika ubongo. Lianna alhawasa, kwa sababu hakika zile hawasi
viungo ambavyo vina uwezo wa kuhisi. Innama tataharaku, hakika si vingine vinafanya haraka, vinatikisika. Biawamirin, kwa amri mbalimbali. Sadira, zenye kutoka minal mukhi, kutoka katika ubongo. Wa maadhalika, pamoja na maelezo hayo, fa innal qalba, hakika ya moyo, yabqa huwa almasdarul asli, moyo utabakia kuwa ndiyo chimbuko la asili. Masdarul asli, chimbuko la asili. Lihayatin, ya maisha. Jamil a'dha'i, ndio chimbuko la maisha ya viungo vyote. Wa minha, na miongoni mwa viungo ndio almukh, ni ubongo. Fa idha rabata alhadith, basi itakapofungamana mazungumzo, salahil jasad, na kusilihi kwa kiwiliwili, walfikri, na kufikiri, bilqalbi, kwa moyo. Faqad rabatahu, basi mtu atakuwa ameyafungamanisha hayo mazungumzo bilmasdaril asli, katika chimbuko la asili. Wal aya, na ile aya, usnidatil aqli ila alqulubi, imeegemeza akili katika nyoyo. Lianna alquluba, kwa sababu hakika ya nyoyo, hiya almasdarul baidi, sawa, nyoyo ndio chimbuko la mbali, ndio masdar albaid. Wa amma dimagh, ama ubongo, fa huwa almasdarul qarib almubashir litakfiri, sawa, ubongo ndio chimbuko la karibu la moja kwa moja katika kutafakari. Wal muradu min alhadithi, na makusudio katika hadithi tuliyosoma, salahul qalbi almaanawi, kusulihi kwa moyo kimaana, sawa, sio kihisi, sio hisi, kimaanawi. Wal maqsudu minhu, na makusudio yake, salahun nafsi, ni kusulihi kwa nafsi, min dakhiliha, ndani yake, haithu la yatlu'u alaiha ahadun illa Allah ta'ala, pale ambapo haioni juu yake hayo mambo ya ndani mwingine yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sarira, na hayo mambo ambayo yalikopo ndani ya nafsi ndiyo hizo siri, sarira. Wa fi kitabi, na katika maelezo yaliyopo katika kitabu Al-Mu'in ala tafahumi al-40, kitabu hiki cha al-Imam Ibn al-Mulaqin ash-Shafi'i, katika kitabu hicho kuna maelezo. Huyu bwana mkubwa ananukuu ama anasema, anna salaha alqalbi, hakika ya kusilihi kwa moyo kuwa mzuri, fi khamsati ashya, uzuri huu unapatikana katika vitu vitano. Qira'atul Qur'ani bitadabburi, kuisoma Qur'ani kwa mazingatio. Wa khala'u albatni, na kulieka khala, kuliepusha tumbo, kwa maana kulieka na njaa. Wa qiyamul layli, na kusimama usiku, kwa maana ya kuswali swala za usiku. Wa tadarru, na kunyenyekea, inda sahri, wakati wa mwisho wa usiku, sawa. Kanu qalila min al-layli ma yahjaun. Wa mujalasatu salihina, na kuketi na kukaa na kusubiana na watu wema. Qultu, nimesema. Wa aklul halali, na kula halali, wa huwa rasuha, nayo ndo msingi kabisa. Wa maasanu man qala, na amefanya vizuri yule aliyesema, at-taamu, chakula, badhrul af'ali, sawa, chakula ndio nafaka, ama ndio tunasema ndio chimbuko la matendo. At-taam badhrul af'ali, sawa, chakula ndio ile nafaka ya matendo. In dakhala halalan, ikiwa kitaingia kitu cha halali, kharaja halalan, kitatoka cha halali. Wa in dakhala haraman, na ikiwa itatoka kitu cha haramu, kharaja haraman, pia kitatoka kitu cha haramu. Wa in dakhala shubha, na ikiwa kitaingia kitu chenye shubha, kharaja shubha, mambo yatakuwa na vile vile, kitatoka kitu cha shubha. Wal qalbu salim, na moyo uliosalimika, huwa unwanul fawzi inda Allah azza wa jalla, sawa, moyo uliosalimika ndio itakuwa ndio anwani, ndio alama ya kufuzu, ya kufaulu kwa Mwenyezi Mungu, mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sawa. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo la yanfa'u malun, haitonufaisha mali, wala banun, wala watoto, illa isipokuwa man atallaha,
atakayemwendea Mwenyezi Mungu biqalbin salim, na moyo uliosalimika. Hii ni aya ya 88 katika suratu Ash-Shu'ara. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na alikuwa bwana mtume rehma na amani za juu yake, aqulu fi duaihi, akisema katika dua zake, Allahumma, ewe Mola wa haki, inni asaluka, hakika mimi nakuomba wewe, qalban salima, moyo uliosalimika ama moyo wenye kusalimika. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi, inma yahsulu salaha al-qalbi, hakika si vinginevyo vyote hupatikana kusilihi kwa moyo, bisalamati, kwa kusalimika kwake, minal amradhi al-batina, kutokana na maradhi mbalimbali ya batin yaliyojificha ndani. Na mfano maradhi hayo kalghilli walhiqdi walhasad. Sawa, mtu ajiepushe na maradhi haya ni maradhi hasadi, chuki, zote hizi mtu anatakiwa aache. Washuhi walbukhli walkibri, ubakhili, kiburi. Sawa, wasukhriya wariyai wasuma walmakri. Sawa, kufanya ria, kujiona. Walhirsi watamai, kuwa na pupa. Wa adami aridha bilmaqduri, na kukosa mtu kuridhia kile kitu ambacho kilichopangwa na Mwenyezi Mungu. Waqala Ibn Rajab, na amesema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, alqalbu salim, moyo uliosalimika, huwa salim, ni ule ambao ni wenye kusalimika, minal afati, kutokana na maafa mbalimbali, wal makruhati, na mambo ya karaha, kulluha, yote. Wa huwa alqalbu, nao ni moyo, alladhi, ambao kwamba laisa fihi, hakuna ndani yake, siwa mahabbatillahi, isipokuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wa khashiyatihi, na kumhofu yeye, khashia ama na kumnyenyekea yeye, wa khashia ma yubaidu minhu, na kuyaogopa vile vitu ambavyo yubaidu minhu, vitamweka mtu mbali kutokana na Mwenyezi Mungu. Wa qala al-Hasan al-Basri li rajulin, na al-Imam al-Hasan al-Basri alimwambia mtu, dawi qalbaka, utibu moyo wako. Dawi qalbaka, utibu, ufanyie tiba moyo wako. Fa inna hajata Allahi, kwani hakika makusudio, haja ya Mwenyezi Mungu, ila al-ibadi, kwa waja wake, salah qulubihim, ni kusilihi, ni kuwa mizuri ile mioyo yao. Wa yalzamu min salahi harakati alqalbi, na inalazimika, sawa, kutokana na kusilihi haraka za moyo, salahi harakati aljawarih, kusilihi haraka matendo ya jawarih, sawa, viungo. Fa idha kana alqalbu, basi utakapokuwa moyo, salihan, ni mzuri, laisa fihi, hakuna ndani yake, illa iradatu Allahi, isipokuwa kule kutaka kwa Mwenyezi Mungu, irada ya Mwenyezi Mungu, wa irada, na irada ma yuriduhu, ikawepo pia irada ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavitaka. Lam tanbaithu aljawarih, sawa, haitochelewa, havitachelewa viungo, illa fima yuriduhu Allahu, kwa maana viungo havitachelewa kuwa mbali na vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyovitaka. Fasaraat ila ma fihi ridahu, vikawa vinaendea mbio katika yale mambo ambayo fihi ridahu, ndani yake kuna ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wakaffat amma yakrahuhu, na vikajizuia na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayachukia. Wa amma yakhsha an yakuna mimma yakrahuhu wa illam yatayaqan dhalika, na vile ambavyo anaogopa, an yakuna mimma yakrahuhu, kuwa miongoni mwa vitu ambavyo anavichukia, wa illam yatayaqan dhalika, na hata kama hajayakinisha, hakuwa na uhakika juu ya hilo. Masala hayo ameeleza Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake, hapo ameika namba 1 chini, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Sawa, ni kitabu pia kimesherehesha hadithi 40 za Imam an-Nawawi. Faida ya 6, wa yurshidul hadith, na inaongoza ama na inafundisha hii hadithi, ila alhathi ala fi'li alhalali, katika kuhimiza juu ya kufanya matendo ya halali, wajtinabil harami, na kujepusha na haramu,
wa tarki shubuhati, na kuacha mambo ya shubha, wal ihtiyati lidini wal irdhi. Ihtiyati maana kujitoa mashakani kwa ajili ya mtu dini yake na cheo chake, wa adami taati al-umuri al-mujiba lisu'i dhanni, na ikosekane kuyafanya ama kuendea yale mambo yenye kuwajibisha dhana mbaya, walwuqui fil mahdhuri, na kuingia katika mambo ambayo yaliyokatazwa. Faida ya 7, ad-da'watu ila islahi al-quwwati al-aqila, ulinganio ama mlinganio katika kusilihi nguvu ya akili, wa islahi nafsi, na kusilihi kwa nafsi, min dakhiliha, ndani yake, wa huwa islahu alqalbi, nako ndio kusilihi kwa moyo. Faida ya 8, saddu dharai, sawa, ila almuharramati, kuzibwa dharia, sawa, katika kuendea mambo ya haramu, wa tahrimi alwasail ilaiha, na kuharamisha alwasail. Alwasail kwa maana vile vitu ambavyo vyenye kupelekea katika hayo mambo ya haramu. Saddu dharia manake ni kukatazwa kitu ambacho huenda kikapelekea katika uharamu. Kwa mfano mdogo ndo kama mambo ya shubha, sawa, mtu ayawache, huenda yakampelekea katika mambo ambayo yamekatazwa. Wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi sabil, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin.